Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST. Gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. pmbet.co.tz. Daka Ndinga, msimu huu wa kombe la dunia. PMBet, mpira mkubwa, ushindi mkubwa. Naam, kama bado unajiuliza wapi utapata burudani nzuri ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2026, kwa kuyazungumza na kuyasikiliza yale yote ambayo unajiuliza ama unatamani kufahamu kwa undani zaidi vitu vyote ambavyo vinaendelea huko, nikwambie to the World Cup Moment inakuletea mambo yote hayo kwa uzuri zaidi. Mambo vipi mtazamaji wa the World Cup Moment? Mimi naitwa Kaina, leo nipo na Abdullah Mshindo Mkienge pamoja na Sestinho Martin. Nikwambie tu kwamba leo tunayo mengi kuzungumza siku hii ya leo. Tutagusia namna gani ambavyo michezo miwili ya hatua ya nusu finali ndani ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 ilivyokuwa. Mtazamo ni upi? Pengine walikuwa na maswali kujiuliza kulingana na yale ambayo yametolea. Pengine ni miongoni mwa watu ambao kutegemea kuziona timu zile ambazo zimeaga mashindano rasmi katika hatua za mwishoni kabisa, hatua ya nusu finali, ikiwemo Ufaransa pamoja na England ambazo wao wamekwisha aga mashindano. Tunaizungumza finali hapa, tunaizungumza mchezo kati ya Argentina dhidi ya timu ya taifa ya Spain ambapo wataenda kukutana katika mchezo wa hatua ya finali. Nani tunampa nafasi kubwa kwenda kuibuka bingwa? Tutayazungumza hapa, lakini najua pia kuna mambo ya burudani ambayo yanaendelea, mambo ya kuchangamsha uwanja, mambo ya kuchangamsha michuano. Na pia hapa tutakupa habari zote na zile taarifa ambazo zinategemea kwenda kujiri katika michuano ya kombe la dunia katika hatua ya finali. Je, pia unatamani kujua historia? Mambo gani ambayo pengine tunajikumbushia? Leo hii tunazungumza 2026, lakini tukumbuke tu kwamba kulikuwa na 2022, mambo mengi yalitokea. Je, unatamani kujua vitu gani ambavyo vina uhusiano ama historia zote kuhusiana na michuano ya kombe la dunia? Na pia tutakupitishia hapa ndani ya the World Cup Moment 2026. Kama ambavyo nimeweza kukuambia, mimi naitwa Kaina, lakini ninayo habari nzuri kutoka PMBet ambao wao wanakuambia bidhaa yao bora kabisa. Usikose burudani kibao. Pakua PMTV Extra kupitia Play Store au tembelea tovuti yetu pmtvextra.co.tz. PMTV Extra, tuko kiburudani zaidi. Si gharama kubwa, buku moja tu yanazungumza 1000 ndio ambayo itakufanikisha kwenda kupata burudani hiyo kupitia PMTV Extra. Nipo na Abdul Mkienge pamoja na Sestinho Martin. Kama ambavyo nimeweza kukwambia, tabasamu lao linaashiria kwamba leo tuko na vingi vizuri. Ni wewe sasa hivi kutuazima sikio lako na akili yako. Mambo vipi wazo kazi? Mambo poa. Wazima? Fresh. Tuko very Fresh tuko poa bana. Mwandamizi hapo Meki alikuwa ananikumbusha, anasema hapo kwenye PMTV Extra. Ikiwa buku, hakuna buku moja, buku ni buku. Buku ni ila buku. zikiwa mbili ndio unaweza kusema buku mbili. Ndio maana ulikuwa unaona nina tabasamu. Ile sio tabasamu, ilikuwa ni cheko. Kwa nini? Sasa alikuwa anasema wewe umesema buku. Buku. Ila zikiwa mbili ndio buku mbili. Buku mbili. Ikiwa moja huwezi kusema buku moja. Ni buku. Ila jamani tutawafuatilia. Sawa, leo tunayo mengi ndugu zangu wa kuzungumza. Tulizungumza hapa toka tunaanza michuano. Sasa hivi tunapozungumza bwana, tayari kila mtu kama kulia kashalia, kafuta machozi. Wale ndugu zangu ambao timu zao zimekwisha aga mashindano mapema na hizi za ukingoni. Lakini wale ambao wanaendelea kutabasamu, nazungumzia hizi timu mbili ambazo zimepata nafasi ya kufika hadi hatua ya finali, Spain pamoja na Argentina. Wanaendelea kufurahia kuziona timu zao zikifika hatua ya finali. Sestinho, namna ambavyo kwanza tumetazama michezo hii ya mwishoni, ningetamani kupata tathmini japo fupi kulingana na michezo ambayo tumeshuhudia. Yes, kwa ufupi kidogo. Japo tulishalizungumza, wenzetu wanatufuatilia World Cup Moment. Kwa hiyo ulitazamaje mchezo wa kwanza ule wa France dhidi ya Spain pamoja na huu mchezo wa mwisho England dhidi ya Argentina? Nafikiri mechi ya kwanza ni ile ambayo Hispania waliamua mechi kibingwa dhidi ya Ufaransa. Unapata picha kwamba
zilikutana timu ambazo kwanza zote zina kila kitu kizuri. Spain ina timu nzuri, Ufaransa ina wachezaji wazuri. Mwisho wa siku timu nzuri ndio ikawa imeshinda ule mchezo 2-0. Kwa hiyo ambacho naondoka nacho pale ni kwamba team performance ya Hispania. Unajua Hispania ilianza hii michuano kama timu ya kawaida, sare na Cape Verde. Wachezaji wawili muhimu wakiwa majeraha au majeruhi tunasema. Yamal pamoja na Nico Williams. Lakini mashindano yalivyokuwa yanazidi kwenda ikazidi kujipambanua kwamba kitu gani imekifuata kule Marekani. Lakini ukirudi kwa upande wa Ufaransa ni moja kati ya timu ambazo zilikuwa zinapewa asilimia kubwa ya kuja kuwa bingwa. Lakini imeshatoka. Kwa hiyo picha ambayo unaondoka nayo kwenye ule mchezo ni kwamba Hispania ilicheza ile mechi kibingwa na ikashinda. Goli la kwanza anapata kwa penalti, lakini goli la pili anakuja anafunga Pedro Porro. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni mechi nzuri ya kutazama, lakini mechi ya pili ndio mechi ambayo iliamuliwa kibingwa zaidi kuliko hata ile ya kwanza. Dakika 45 mechi na boa. Wanarudi kipindi cha pili, dakika 10 za mwanzo Mwingereza anapata goli. Game ya hivi baada ya kupata goli anarudi kwao. Argentina wanachukua mchezo mpaka dakika ya mwisho. Humo wanapata magoli mawili na wanaamua mchezo. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa nusu finali nzuri. 2-0 mechi ya kwanza, 2-1 mechi ya pili. Fair kabisa. Fair. Pengine labda Mkenge tuseme hii ndo finali ambayo haikufikirika na mtu yoyote. Pengine tukizungumza mwanzoni namna ambavyo kama alivyozungumza Sistinho hapa, Ufaransa ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinatazamwa pengine wanaweza kawa mabingwa wapya msimu huu kulingana na kiwango chao kizuri ambacho walikuwa wanakionyesha. Lakini imekuwa ndivyo sivyo kulingana na matokeo ambayo yalitokea dhidi yao, dhidi ya Spain. Tuseme hii finali ilikuwa haikutegemewa kwa wapenzi wengi na wafuatiliaji wa michuano hii msimu huu. Mimi nafikiri kwa ambao hawafuatilii mpira ndio wanaweza kusema ni kama mechi ambayo haikuwa imetegemewa. Unajua kaina kuna mechi takiwa ichezwe ya Argentina na hawa wa Hispania. Ni mechi ya bingwa wa Amerika Kusini, Copa America. Ni Amerika nzima. Amerika nzima. Na bingwa wa Ulaya ambao ni Spain. Of course mechi takiwa ichezwe mwezi wa 3. Lakini hatujui mpaka leo ni kitu gani ambacho kimefanya mechi isichezwe. Lakini ilivyo bahati tumeipata mechi. Yes, na mechi ile inatakiwa ichezwe kwenye Falme za Kiarabu. Watu wakapambana itoke kule letwe Ulaya. Na ratiba zenyewe pia zikawa ziko finyu. Ikaahirishwa kapelekwa Novemba. Kwa hiyo Novemba na Novemba yenyewe pia ikaahirishwa tena. Kwa hiyo haitafanyika. Kwa hiyo itafanyiwa siku. Kwa hiyo unaweza ukaona. Yes, unaweza ukaona. Okay. Hawajafika hapa kwa furuku mzee wangu. Huyu bingwa wa Ulaya kwa maana Euro na huyu bingwa Copa America. Wamekutana sio kwa uongo. Watu wengi wataizungumza Ufaransa kutokana yani hizo kuna Mbappe, sio kuna Dembele, sio kina nani, watazungumza Ureno kina Ronaldo, watazungumza kwa sababu kuna watu ambao wao wanawapenda. Yes. Lakini ukiambia wenyewe FIFA timu zipi bora, watakwambia ni hizi na unaweza kaona system inikumbusha vizuri. Pia naongezea hapo. Ndio nilikuwa naangalia hapa kwenye FIFA ranking. Ni timu ya kwanza na timu ya pili. Unaweza ukaona utachukua timu bora ya Amerika. Kwa zile timu bora mbili top kabisa ndizo ambazo zimepata bahati kukutana zenyewe. Pale kwa bahati mbaya Mkenge kwamba bingwa wa kule na bingwa huko. Copa America na wa Euro. Hawako kwa bahati mbaya. Yes. Na hayo ndo mabara mawili bora duniani. Kwenye maana wale hawajabahatisha. Ni kweli. Sasa hivi kwenye mpira tuseme tunatoa Europa. Alafu tunawatoa na kule. Tunazungumza nini? Utazungumza sisi kafu. Nikuuliza. Tunaheshimu. Bila kuheshimu, ukweli ndo huo. Ndio. Mabingwa ni wenzetu wa Ulaya na wenzetu wa Amerika Kusini. Kwa hiyo mimi nafikiri wanaona kwamba haikuwa finali ambayo imetarajiwa. Mimi nafikiri ni watu ambao wako mbali na mpira, lakini kwa sisi ambao tunapenda mpira tunafuatilia. Kwa hiyo sisi ni kitu kizuri. Ndio. Yes. Kwa hapo Mkenge, ningetamani kusikia kutoka kwako. Kati ya mchezo wa nusu finali ya kwanza kati ya Spain na Ufaransa pamoja na huu Argentina na England. Wewe kwako upi ulikuwa mchezo bora sana? Na pengine uliona ulikuwa tough sana? Kwangu mimi yote ilikuwa mchezo bora. Yote? Yes, kwangu mimi yote kwa sababu mechi ya kwanza ilikuwa kuna maswali nilikuwa ninayo. Didier Deschamps, kocha wa Ufaransa dhidi ya De La Fuente, kocha wa Hispania. Didier Deschamps amefungwa mara 2 kabla mechi ya juzi. Nikaamini na nikabeti kwamba Deschamps mechi hii hawezi kuja kitoto kwa sababu alipoteza nusu finali ya Euro, lakini pia akapoteza nusu finali ya kuna kombe ambalo alichukua Ureno.
Inaitwa UEFA National League. UEFA National League. Zote hizo Ufaransa walikwamia kwa Hispaniola. Naamini kwa wale walivyo wa Faransa msimu huu hawatakubali tena huo unyonge. Lakini wameenda pale wamechukua chuma mbili ambazo hazina mashaka yoyote. Ilikuwa ni mechi nzuri. Hata mechi ya pili, nusu finali ya pili ambao ni Waingereza dhidi ya Argentina ilikuwa pia ni mechi nzuri kwa sababu mimi wanaambia watu Argentina kuna timu mbili ndani ya timu moja. Kuna Argentina kama timu. Alafu ndo hao timu Argentina hapo ndo tuna kina Martinez, sijui utaona kina Enzo Fernandez. Ndio. Lakini kuna timu nyingine ndani ya timu hiyo kuna Messi. Yaani hiyo Messi ambaye ukitazama mechi kuna muda Messi anatembea kabisa. Anatembea kabisa. Yaani kama katulia. Anatembea kati wenzake wanafanya mikimbio, yeye anatembea. Mzee wangu lakini akisema ataka aende. Nyenye mtatafutana. Na Messi anafanya yote akiwa na miaka 39. Wanamuita mkongwe. Ujue watu wamezoea kuona mtu bwana miaka 25. Yes. Labda miaka 22 ndo mtu wa moto. 19 kina Yamal. Messi anafanya haya akiwa na miaka 39, miaka ambayo ni wachezaji wachache sana walioenda katika haya mashindano. Ndio. Yes. Kama unakumbuka kwenye mchezo wa juzi wa Uingereza na Argentina. Status niliweka mpaka dakika 80. Nikasema sasa Argentina imeshindwa. Sasa ni muda wa Messi. Argentina ishamaliza. Haijapita dakika moja. Tayari. Na anasema Messi akiwa anaangalia juu tu. Fanya tu hivi. Toa timu uwanjani. Pengine Sistinho unaiona hii finali kwa ukubwa wa Messi na ubora wake. Anaenda kuiamua. Aliamua finali ya 2022, atashindaje kuamua mechi hii? Nafikiri kwa baadaye kwenye utabiri tutaona vizuri, lakini kwangu mimi mpaka sasa hivi ana uwezo kuamua mechi ya finali kwa sababu kama unakumbuka finali iliyopita ni yeye na Mbappe ndo aliamua mechi. Yaani haikuwa Argentina na Ufaransa. Ilikuwa ni Messi na Mbappe. Atashinda vipi? Lakini kingine ngoja ngambie kitu Sisti na Kaina. Messi hata akienda hata akisema afunge mabao 3 peke yake amue mechi yaani sio kitu kipya, ni vitu ambavyo yani vinajirudia. Tunasema tungesema tungekuwa labda kishehe nasema anadarisisha. Kwa sababu sikashafanya sana, anadarisisha tu, yani anarudia na kuwafundisha na wengine. Kwa hiyo mimi nafikiri hakitakuwa ni story kubwa kwa sababu tukienda pale akibuka mtu kama Lamine Yamal akaenda kwa outshine wale. Yamal kaingia pale kafenti kama enda kushoto kaenda kulia kafenti chuma imo. Katena usijui nani? Tusema bwana mdogo naye amekuja, lakini kwa Messi akitakuwa ni kitu kigeni. Sawa bwana, hiyo ndo ilikuwa ladha ya World Cup moment, na tumegusia michezo miwili ya hatua ya nusu finali. Kwanza kabisa ulianza Spain dhidi ya Ufaransa, lakini tukaja kushuhudia mchezo kati ya England dhidi ya Argentina. Sasa hivi tunaizungumza finali ambayo tunaitarajia, ambayo inaenda kuchezwa na bingwa mtetezi Argentina dhidi ya timu ya taifa ya Spain. Nani atamfunga paka kengere? Wanauliza hivyo, ama baba ama mtoto? Baba nani mtoto nani? Hiyo ni kati ya Lionel Messi na Lamine Yamal. Au hujui ndugu yangu? Najua. Najua. Sawa. Basi ndio ladha ya World Cup moment, tukapate haya taarifa za infotainment ambapo mkaka iko tayari kwa ajili ya kutusogezea hizo. Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST. Gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. PMBet.co.tz. Daka Ndinga, msimu huu wa kombe la dunia. PMBet, mpira mkubwa, ushindi mkubwa. Na hii ndo infotainment ya World Cup moment. Karibu sana kwa kwamba unatufuatilia. Sasa hivi tunakupitisha kwenye story zote za burudani na matukio ambayo yanaendelea kutokea pale
kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Tupo na mkaka, nadhani tunamfahamu vizuri zaidi kwenye mambo ya taarifa kama hizi. Natumaini leo kuna vitu vingi vizuri ambavyo ametuandalia. Mimi naitwa Kaina. Nikwambie tu kwamba kutoka PMBet kuna bidhaa bora ya PMTV Extra, na sasa ukapakue application ya PMTV Extra kupitia App Store ama Play Store kwa ajili ya kujipatia burudani zote za movie Kiswahili ya Bosi Mchawi. Lakini tokea pale Uturuki tunayo A Mother's Love. Ni wetu sasa hivi kwa kulipia kiasi shilingi 1000 tu, unayo nafasi kubwa kupata burudani zote hizo kutoka PMTV Extra. Mkaka, mambo vipi? Niko salama. Kila kitu kiko fresh. Fresh kabisa. Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Leo umetuandalia nini mkaka? Kuna kipi ambacho kinaendelea huko ndani ya michuano ya kombe la dunia? FIFA World Cup 2026 kwenye infotainment leo nafikiri inabidi tukumbushane kwamba kwenye finali ya kombe la dunia ambayo itachezwa pale kwenye New York kwenye uwanja wa New Jersey, kuna performance zitafanyika, yani show. Of course kuna mlolongo mkubwa sana wa wasanii, lakini kitu kikubwa ni kwamba ndio kwenye hii show na imani sana wadada watakuwa wengi sana kuliko yani ni finali ya kwanza mtakuwa na wanawake wengi. Uwanja utajaa warembo. Kama kuna mtu atafuatilia hii finali ya msimu huu ikishaisha anitumie message. Kwa nini? Na imani kabisa wanawake watakuwa wengi kuliko wanaume. Niambie sababu. Kwa sababu ya haya majina mawili, BTS na Justin Bieber. Wenyewe wanaitwaje? Kuna majina wanaita kila kimtamtaa huko Kibongo tunasema sukari ya warembo. Na kweli ukizungumzia BTS, oh my god. BTS wana rekodi pia ya kuhusika mara mbili kwenye performances za kombe la dunia, kwa sababu msimu wa 2022 mmoja kati ya wasanii kutoka kwenye hili kundi anaitwa Jungkook. Yes. Alifanikiwa pia kufanya show kwenye finali ya kombe la dunia 2022. Dreamers ni? Yes. Dreamers aliperform, kwa hiyo aliwawakilisha wenzake, kwa inakuwa ni rekodi pia kuhusika kwenye kombe la dunia mfululizo. Huyu anakuwa kama Argentina. Bingwa mara mbili. Kweli, tunaweza tukamwita Argentina kwenye upande wa burudani. Mfululizo mara mbili kuhusika kwenye kufanya kwenye hizi shughuli za kombe la dunia. Sio jambo dogo. Mizo wamekuamini, waliona kama show ya bwana mdogo Jungkook haitoshi. Hebu njooni wote. Tunawataka wote kama kundi sasa. By the way, headline atakuwa ni Shakira pamoja na Burna Boy, kwa sababu pia wamehusika kwenye kutengeneza official song ya FIFA World Cup 2026. Yes, kwa hiyo nafikiri wao ndio watakuwa headliner. Lakini kwa headliner atakuwa ni Justin Bieber. Obviously binafsi nimefurahi sana kwa sababu sisi kama team Justin Bieber tulimisi vitu tofauti muda mrefu, tulipitia changamoto kubwa sana hapa, tukaambiwa tunatumia uraibu na nini. Sema sisi tukawa ngangali, tukaamini kuna siku. Of course FIFA kitu ambacho wamekifanya kwanza ni heshima. Ni heshima kwa sababu wanaenda kumrudisha mtu ambaye watu wengi walimisi kuisikia sauti yake. Nina swali hapo kwako mkaka. Hivi unadhani, nimeiona listi ambayo umetupitisha, kuna BTS, Justin Bieber, tukimjumlisha Shakira na Burna Boy, lakini nimesikia Madonna naye yupo. Listi ya wasanii wakubwa sana wenye mashabiki wengi, wote wanakutanishwa kwa pamoja. Unadhani pengine yakutakuwa na yani sio nasemaje? Burudani imefanyaje? Imefika imezidi yani kiwango. Na ndio maana kuna tetesi. Au watu na ndio maana kuna unajua FIFA ni watu wenye akili sana. Kuna watu wengi wana doubt. Inasemekana kwamba FIFA itakuwa na half time ya dakika 30. Actually kumbuka finali inachezwa Marekani, alafu ni New York. Unajua ule mji ukiwaambia wachague, yani sio tu Messi, yani wawekee mdundo tu na Messi, wataenda kwenye speaker. Kweli? Hivyo yani muziki ni maisha yao, yani mpira sio michongo yao, ni vile tu unachezwa pale. That's why ili wapate watu lazima muziki uhusishwe. Sasa tunafanyaje? Kwa sababu huwezi kumpa Justin Bieber show ya dakika 2 au dakika 1 ili waweze kila shabiki aweze kuridhika na kitu ambacho anakihitaji. Tunafanyaje? Hata mwe dakika 30 mchongo umeisha. Show gani kwako wewe kama wewe binafsi? Nimekusikia masema shabiki wa Justin Bieber. Pengine ndio show ambayo mwenyewe unaisubiria kwa. Yes. Una ngoma yote ambayo unaiwish Justin asiache? Of course Justin Bieber, sorry.
Mimi naenda na dada zangu, yani tuishi huko. Hapa mikato ya story si unajua, lakini wewe unaweza. Mimi sitakuwa napiga makofi. Mimi muda huo naangalia tu, nafanya kichwa hivi. Raymond, unajua story? Unachezaga vipi? Mimi kucheza sio ngoma la kupendwa kaka. Na ngoma zangu nyingi tu. Ipi ambayo nawe unatamani kuisikia kutoka kwa list ya wasanii ambao wametolewa orodha mpaka sasa hivi na FIFA kwamba ataperform kwenye finali ya kombe la dunia mwaka huu? Of course kuna ngoma nyingi za The Giant napenda kuzisikia, lakini kwa Justin Bieber kuna ile ngoma ambayo ilimpeleka mjini ambayo aliimba yeye na Ludacris inaitwa Baby, kama utaikumbuka. Ile moja kati ya ngoma zangu pendwa, hasa ile verse ambayo alichana na Ludacris. Sasa inasemaje? When I was 13, I had my first love. Hapo pale kapiga kama Cheleani. Cheleani siwezi. Cheleani huwezi. Of course kuna Madonna pia. Mimi natamani sana nimsikie bibi yangu, lakini kuna watu waamini kama Madonna ni bibi. Kama alivyo Shakira tu. Si ana hela. Ukiwa na hela huyu bibi. Kwa bibi. Sawa, mkakatoa pia. Natamani kuona pia Madonna. Nafikiri sio mimi, labda kwa hii generation ambayo sisi tumekuja ukiachana na watu wa zamani, labda kina Fazali Baba, kina Malcolm pia, sisi tumeikuta ngoma inaitwa Lesla Bonita. Ndio. Mimi ndo ngoma ambayo ipo kichwani. Yaani ndo ngoma ambayo ukiniuliza Madonna kaimba nyimbo gani, nitakwambia Lesla Bonita. So natamani kusikia pia. Okay, hiyo ndo ilikuwa infotainment. Mkaka, tumeenjoy bwana. Hivi ukianza na asalamu alaykum tukimalizana tunamalizanaje? Alhamdulillah. Heli. Unapia za asalamu alaykum. Njoo hapa. Haiwezekani. Salamu na waziko kwa salamu. Salamu. Kwa nini tusalimiane mara mbili? Ukiona hivyo unasikia nini? Haya sawa. Raymond bwana, sisi tunataka tujue namna gani ambavyo umetuandalia huko kwenye Football Science siku hii ya leo ndani ya World Cup Moment 2026. Tupo sasa na Raymond Elias. Ukipenda sana mwite Malafiale. Yuko hapa mtoto Chief kwa ajili ya kutupitisha kwenye yale ambayo ameandaa ndani ya Football Science. Raymond. Naam. Vipi? Tulikumisi kinamna fulani hivi. Mimi nipo nilikumisi pia. Maana nikisema niliwa maana yake namjumuisha na bwana mdogo. Nilikumisi. Sawa, tuambie kuna kipi ambacho leo naenda kutupitisha ndani ya Football Science ambayo umetuandalia ndani ya World Cup Moment. FIFA wanajaribu sana kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa usawia, haswa kwenye waamuzi ambapo wanafanya maamuzi. Hapo awali tulitambulishwa duniani kuhusiana na VAR, Video Assistant Referee. Yes. Tunafahamu kwamba kazi yake ni ipi, kuhakikisha inamsaidia mwamuzi kufanya maamuzi, na tunajua inakuwa operated na watu wangapi na kamera ngapi. Unajua kwenye ile VAR room wako watu kuanzia 6 mpaka 8 ambao wanahusika kuoperate, lakini kuna cameras kuanzia 12 mpaka 45, inategemeana na hiyo michuano. Na hicho ndio kitu ambacho kilifanya Tanzania VAR ichelewe kufika kwa sababu ya cost ambazo zinatumika kuandaa, lakini pia za kurun hiyo VAR. Lakini FIFA wakambia hebu tulieni hapo. Kuna kitu kipi ambacho tutaanzishia ambacho hata hapo nchini Tanzania mnaweza mkakitumia, nacho kinaitwa VS ama Football Video Support. Okay. Lengo lake ni ile kumsaidia mwamuzi kufanya maamuzi, lakini in a small scale, kuanzia kwenye budget, kwamba hii itakuwa haiweki watu wengi kwa sababu kwenye kuirani ile kunakuwa na mtu mmoja tu ambaye anakuwa kwa ajili ya pale kwa ajili ya kuplay replay peke yake, lakini pia videos zinakuwa hakuna makamera mengi ambayo yanatumika kufanya kuweza kucapture hizo moments, lakini pia hata zile videos ambazo zinakuwa ama zile screen ambazo ziko pale ni chache, kuhakikisha mwamuzi anapata nafasi ya kung'amua. Lakini pia kitu cha utofauti kutoka kwa VS ni kwamba yani kocha kama kocha unaweza ukarequest kwamba mwamuzi, kuna tukio fulani limetokea, wewe pengine uko hujaliona, na una request vipi? Unanyosha mkono. Unanyosha mkono, kuna kadi unaichukua pia unanyosha, unamwambia mwamuzi kuna tukio fulani na fulani ambalo mimi nataka ukaliangalia kwenye VAR. Kwa hiyo sio kwamba wachezaji mnaenda kumzonga mwamuzi, nenda kwenye VAR, hapana. Hii ni kocha ambaye anaamua. Wewe unaweza kama unaona kuna tukio halijakaa unamfuata wa mkaka. Kuna tukio halijakaa mwambie mwamuzi achekeche. Kwa hiyo kocha wako yeye ndo ata raise hand na hiyo kadi atambia mwamuzi kuna tukio fulani lilitokea sehemu fulani, tunaomba ukareview ili kuhakikisha tunapata kitu katika ubora mkubwa. Na hicho ndio kitu ambacho FIFA amekuwa akijaribu kufanya, kuhakikisha maamuzi yanasaidiwa kufanyika.
Baada ya VAR kuonekana ina budget kubwa, wamekuja na VS ambayo ina budget ndogo, na tayari ishaanza kufanywa implementation kwenye baadhi ya tournaments. La Liga F ya wanawake inatumia, Serie C ya wanaume pia inatumia. Zaidi ya mechi 200 mpaka sasa zishatumia hiyo VS, ambayo kama utakuja kuiona hapa ni hapa yenyewe inaitwa VS, lakini VAR ndio huku tuliko atoka. Kwa hiyo FIFA wanajaribu kuhakikisha hata zile nchi ambazo hazina pesa nyingi nazo zitakuwa na maamuzi sahihi kutokana na teknolojia ambayo imekuwa ikiendelea, ambayo kwa sasa inakuja kama VS, na Karia alisema pengine itakuwepo hapa nchini Tanzania. Sawa bwana, na hiyo ndio football science ya kwake Raymond Elias Malafyale. Tulitoka kupata infotainment kutoka kwa Mkaka, lakini pia tumemalizia na football science kutoka kwa Raymond Elias. Na hii ndio raha ya World Cup moment, ambapo tunakusogezea habari zote, tunagusa engo zote ndani ya michuano hii ya kombe la dunia mwaka huu 2026. Mimi naitwa Kaina, utanipata kama _KenTZ kupitia page yangu ya Instagram, lakini ilikuwa na Mkaka, sijui tunaenda kumdm vipi pale Instagram na wewe? Instagram as Mkaka_knows_. Tena hizo underscore Malafyale hasa Primo Rainbow. Asante. Haya bwana, sisi tunaenda sasa kwenye football science. Bwana ndugu yangu Mshindo Mkenge atakuja hapa. Na muhino raha ya World Cup moment, tukae hapa kwa ajili ya kupata historia kutoka kwake Abdullah Mshindo Mkenge. Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST. Gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. pmbet.co.tz. Daka Ndinga, msimu huu wa kombe la dunia. PMBet, mpira mkubwa, ushindi mkubwa. Na huu ni ule muda ambao tunapata mastori yote ya the World Cup moment kutoka kwa Abdullah Mshindo Mkenge. Muda wake unafahamu, jana tupitisha mengi zaidi mazuri, na leo lipo kubwa ambalo ametuandalia. Lipi hilo? Tena kumsikiliza, lakini kuambia kwamba PMBet wanakuandalia bidhaa bora ya PMTV Extra. Hakikisha kwamba una download application ya PMTV Extra kupitia App Store ama Play Store. Mimi naitwa Kaina, nipo hapa kwa ajili ya kukuambia sisi tumezungumza mengi. Tumesikiliza infotainment, tumesikiliza football science, lakini tulisikiliza uchambuzi kidogo wa michezo ya nusu finali, ambapo Sistinho na Mkenge huyo walitupitisha kwa uzuri zaidi. Nipo naye tena hapa kwa ajili ya historia ya the World Cup moment. Mambo vipi Mkenge? Mambo fresh Kaina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ijumaa karimu. Ndio jambo letu tena leo. Tumaliza hapa na kwenye ibada. Sawa. Leo kasema ibada. Ibada. Akimaliza muda kama huu, chochote anachokifanya kwa muda huu, sema ya kwanza ambao huwa anaisema sio ibada. Sema wewe. Sasa hiko mnachokitaka. Tuambie umetuandalia nini, tuachane na hizo, tusimuingilie Mungu. Kaina, unamjua mtu mmoja anaitwa Kagisho Dikakoi? Kagisho Dikakoi. Kagisho Dikakoi. Unamjua? Hapana. Wewe sisi? Hapana. Hata mtandaoni hamjasikia huko? Hapana. Kakoi. Kagisho Dikakoi anatajwa kuja kuwa kocha msaidizi wa Yanga Afrika akiambatana na huyu mwalimu mpya Mangoba. Yes, kutoka Afrika Kusini. Umepigaje hiyo? Mangoba. Au jana hujamuona maybe? Mangoba. Yes, jamaa anatajwa jamaa anatajwa kuja kujiunga na Yanga akiwa na mwalimu mpya. Lakini katika kucheza katika finali hizi za kombe la dunia, tukirejea 2010 kwenye finali za kombe la dunia zilizofanyika pale Afrika Kusini. Yes. Jamaa akiwa na kikosi cha timu ya taifa ya Bafana. Yes. Golini Ntumele Nkune, kulia Siboniso Gaka, kushoto Sepp Masilela, Bongani Kumalo, Alon Mokoena, Kagisho Dikakoi, Leneyuelo Sholonyane, Teko Modise, Shabalala, Steven Pina, Katego Mpela.
Hiyo Bafana ya moto sana. Hiyo ni moja mechi na Mexico. Mexico, yeah. Goli ambayo anafunga Shabalala, assist katoka Gisho Dikakoi. Kwa hiyo kama atakuja hapa haji mtu tulofalofa. Haji mtu lofa. Kwa Yanga wamewini. Sijui yani kama atakuja ama vipi. Inasemekana. Inatajwa na mitandaoni ipo. Kwa kama atakuja hapa. Hata kwa amekuja mtu lofa. Anakuja mtu wa mpira. Atakuja mtu wa mpira. Na mimi jana nimeongea na Alikamu nikamwambia naomba siku akiwa anatua mimi niende kwa sababu mimi niende pale airport. Mimi una maswali ya kumuuliza. Mimi ni mpenzi kabisa wa timu ya taifa ya Afrika Kusini na mpenzi wa timu ya taifa Misri. Okay. Kwa South Africa nikiona South Africa anakuja kwangu mimi ni yena. Sawa, Mimi nimemaliza bwana. Ndio hivyo tu. Ni hivyo tu. Tamu fupi tamu. Sema tu. Hizo nonongwa za Mshindo Mkenge. Anajiita nani? Anajiita Bangusiro. Nakwambia fupi tamu. Sawa mpenzi. Sisi tumefurahi, tumefahamu taarifa ambayo inazungumzwa. Kweli tumesikia kwamba mwalimu ametua, lakini bado usajili unasakwa wa wale ambao watamsaidia kuwafikisha Yanga nchi ya ahadi. Na uzuri dunia leo ni dunia ambayo ipo kwenye kijiji. Rudia ile mechi, andika tu Mexico na andika South Africa na Mexico. Lile goli ambalo kafunga Shabafu waenda wanajipanga hivi, wanakata mbuno. Pasi katoa huyo. Wanakata mbuno. Mbuno ni kiuno. Kwa nini ito mbuno, kwa nini ito kiuno? Ni katika namna kutamka tu. Mambo kida salama kaka. Huyu hawezi kuelewa. Kwao kaka huyu ni huko mbali. Sawa bwana, na hii ndo raha ya the World Cup moment. Huyu Mkenge bwana tunamuita sisi mzee wa Nongwa. Leo ametupitisha kwenye moja ya taarifa ambayo inazungumziwa sana, lakini amehusisha namna gani ambavyo pengine hata sisi Afrika tunajihusisha sasa na vile vitu bora ambavyo vilionekana kwenye michuano ya kombe la dunia. Wanasema mazao ya kombe la dunia pia yanavunwa kwa kupitia kocha huyo ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya soka ya Young Africa. Sisinyo? Naam. Nadhani umemsikia ndugu yako. Zikiachana na hivyo tukigusia kwenye tactics, trending tactics ambazo zinaendelea michuano ya kombe la dunia. Kipi ambacho leo umetuandalia kukizungumza? Bwana, leo nimeandaa timu ya taifa ya Hispania inachezaje. Na ukiangalia huko nyuma tulishaangalia Argentina inachezaje. Tushai kuangalia England inachezaje kwenye ile role ya Harry Kane. Tushai kuangalia Ufaransa inachezaje kwenye role ya Olise. Lakini timu pekee ambayo sikuwahi kuigusa ni Hispania na ipo hatua finali. Kwa hiyo sina budi kuigusa kabla ya finali. Na tunaangalia nini? Tutaangalia momenti zao mbili. Wanashambulia vipi kimuundo, style ya uchezaji, lakini pia wanazuia vipi. Tukianza na wanashambulia vipi, muundo wao mama ni 4-3-3. Lakini wakiwa wanaucheza ni kuna namna unabadilika, unakuwa kama 4-4-2 Diamond. Sasa hiyo 4-3-3 inaweza kanyumbulika kwenye miundo mingine kulingana na namna wanavyocheza. Wakiwa wanafanya build up, unaona nyuma kunakuwa na watu wawili mbele ya kipa. Ni Poko basi, mabeki wakati hapo namaanisha. Anaweza kaa Laporte, anaweza kaa beki mwingine. Lakini ukiangalia hapa hivi muundo wao ni kama umeshanyumbulika. Ni watu watatu nyuma na kipa, lakini mbele yao kunakuwa na mstari wa watu watatu au wanne. Kwa maana mabeki wawili wa pembeni, Pedro Porro pamoja na Marco Kurela, lakini mbele yake kuna Rodri pamoja na Fabian Ruiz, lakini pia kuna Dani Olmo. Lakini hapo ukiangalia ile 4-3-3 imeshanyumbulika. Kwa hiyo hapa ni 2 tuzo tukasema 4 whatever, lakini utaona unyumbulishaji wa kwanza umeanzia kwenye namna wanavyofanya build up. Na njia yao ya kwanza mara nyingi kufanya build up ni njia katikati. Mipira mingi kutoka kwa hao watu wawili, Poko basi pamoja na Laporte mara nyingi huwa inapita kwa Rodri. Kama hii tunaita central progression, uendelezaji wa shambulizi kwa njia katikati. Na ndio maana utaona hii clip tunachukua ni mechi dhidi ya Belgium, Ubelgiji. Utaona njia walozuia ni ya katikati, wamemweka mtu kati. Mmoja akienda kuweka pressure kwa mtu mwenye mpira, mwingine anamfuata na Rodri. Kwa hiyo utaona hapa ni kama wamezuia njia katikati. Na njia ya pembeni mara nyingi ndio inakuwa njia yao ya pili, kupita kwa Kurela au kwa Pedro Porro. Sasa ukiangalia kwenye njia katikati mara nyingi pia kuna kitu wao wanakitengeneza. Hapo ndo Diamond 4-4-2 inapokuja. Hawa watu watatu kwa maana ya Dani Olmo, Fabian Ruiz pamoja na Rodri, kuna mtu anaongezeka anakuwa ni Oyarzabal. Lengo ni kuwa na idadi kubwa ya watu ili lengo lao la kupita katikati lifanikiwe. Sio kupita pembeni. Kupita pembeni ni option ya pili. Ukiangalia kwenye hili lengo utamwona sasa anashuka Oyarzabal. Kwa hiyo hapa wanaenda kutengeneza shape ambayo ina watu wanne katikati. Kama ambayo lipo kwenye umbo la Diamond shape. Kwa maana Oyarzabal akishuka inakuwa ni watu watatu wa Ubelgiji dhidi ya wanne wa Hispania. Kwa hiyo hapa hivi lengo lao linatimia kwa sababu wanakuwa na mtu extra. Huyo akienda ina maana kuna mtu atapata nafasi, kuna mtu atakuwa free na atawatoa. Lakini hili ni lengo la kwanza, kucheza kuwavuta zaidi au kuwatamanisha wapinzani wao kucheza katikati, ili anaweza kaa Nico Williams, anaweza kaa Baena na Lamine Yamal waweze kupata
hizi situation ya moja dhidi ya moja kwa watu wa pembeni na waweze kuattack space behind. Kwa hiyo utaona muundo wao kwa namna ambavyo umenyumbulika. Pedro Porro pamoja na Cucurella wanacheza pembeni zaidi ili kuattack mawingo ya timu pinzani pembeni, mabeki viungo wabaki dhidi ya viungo, hii central progression iweze kufanikiwa. Lakini ukija kwenye clip sasa utaona hapa ndo Oyarzabal kashuka, anakuwa yeye ni moja kati ya viungo. Kumbuka yeye ni namba 9 kwenye kikosi chao. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo wanalazimisha hii central progression ifanikiwe, wanatafuta mtu ambaye yupo free. Kumbuka huyu alikuwa amekabwa Rodri. Kwa hiyo Oyarzabal akishuka, anashuka na beki, huku nyuma inabaki situation ya maswali kwa hawa watu ambao wanakaba Lamine Yamal pamoja na Nico Baena, au kama atapata nafasi Nico Williams. Lakini wakiwa sasa wanazuia ile shape yao inabadilika. Oyarzabal pamoja na Dani Olmo wanasimama kwenye mstari wa mbele, wakati Lamine Yamal pamoja na Baena wanarudi usawa wa Rodri pamoja na Fabian Ruiz kutengeneza watu wawili mbele na watu wawili nyuma. Lengo hii timu ya De La Fuente. Yes, ya De La Fuente ndio. Hii ilikuwa ile ya Euro, lakini kocha huyo De La Fuente. Euro? Yes. Hii hapa hivi ninachokuonesha. Yaani haiwezekani kwa Euro Spain na Egypt. Hapa sasa tunazungumzia kwenye mechi zile za leo za kirafiki kabla ya World Cup. Yes, lakini kocha ni De La Fuente. Hapo sawa. Yes. Kwa hiyo ukiangalia shape yao ile kwamba wanazuia na watu wawili mbele na watu wanne katikati, ambapo watu wawili wa mbele wanaweka pressure kwa watu watatu wanaofanya build up, lakini wawili wa nyuma yao ni dhidi ya viungo dhidi ya viungo, na hao watu wa pembeni au viungo wa pembeni dhidi ya wale fullbacks. Kwa hiyo utaona shape yao namna gani wanacheza wakiwa na mpira. Tunajua ni possession based football, pasi fupi, ndio maana ulikuwa unaona kuanzia kule Oyarzabal anafuata mipira chini, sio kupiga mipira mirefu. Lakini wakiwa wanazuia kwa pressure kubwa, kuanza kutaka kupora mpira kuanzia huko mbele yao, wabutue wawin wao. Kwa hiyo utaona ni timu aina gani ambayo tunaenda kuiangalia inacheza dhidi ya Argentina. Kwa hiyo utapata picha sasa tunaenda kuona mechi ya aina gani siku ya finali. Sawa bwana, huyo ndo Cestinho Martin ametupitisha hapo kwenye trending tactics ambazo amegusia timu ya Spain, namna ambavyo muundo wao wa uchezaji na amegusia pia hii inaenda kuashiria kwamba tunaenda kupata ladha ya finali namna gani mwaka huu 2026, ambapo mpaka sasa tunafahamu finali ni kati ya timu ya taifa Argentina dhidi ya Spain. Nikwambie tu kwamba hii ndo raha na burudani ya World Cup moment ambayo sisi tunakusogezea. Tunazungumza mengi zaidi, tunayazungumza na kuyagusia yale yote ambayo yanaendelea katika michuano ya kombe la dunia, kuhusiana na mambo yote ya burudani, historia, lakini pia uchambuzi mzuri zaidi na wakina unaopata hapa. Ni wewe tu sasa hivi kutusikiliza na yale ambayo tunaendelea kukusogezea wewe. Sitaacha kuambia ndugu zangu, PMBet wamefanya moto mkubwa sana. Unajua bosi mchai wewe? Ni PMBet au PMTV Extra? PMBet wametuletea bidhaa ambayo kutoka PMTV Extra. Bwana PMBet wanatupandinga, tunazidaka. Sasa hivi bado gari moja mtu ambaye ana nafasi kubwa zaidi ya kuidaka ndani ya wiki hii ya finali ni wewe tu kubashiri na PMBet, na website ni moja tu, www.pmbet. Na hiyo gari inatoka lini? Ndio leo. Gari leo. Na kwa kuongezea, kabla hii haijaisha ndio imebuka kitu kingine PMTV Extra ambao ndani yake ndio na hivyo tamthilia za Kiswahili na za Kituruki. Na humo bado kuna promotion nyingine inaendelea. Najua hapo ndugu yangu Mkenge umemfikisha. Bongo Movie mimi ndo nyumbani. Wamekufikisha. Kabisa. Hapo kwenye kumfikisha hapo. Yaani kwamba anapenda, amekata kiu. Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST. Gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. pmbet.co.tz. Daka ndinga msimu huu wa kombe la dunia. PMBet, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.
Historia imejieleza, tactics zimejieleza pia, lakini kwenye upande wa burudani infotainment naye pia imejieleza. Matumaini yangu umeelewa na kusikiliza vizuri zaidi. Sasa tunaenda kugusia namna gani ambavyo tunaenda kuangalia mchezo huu rasmi wa fainali wa Kombe la Dunia mwaka 2026 kati ya timu ya taifa ya Argentina dhidi ya timu ya taifa ya Spain. Nani ataenda kuwa bora mbele ya mwenzake, tukifahamu wote hawa ni wababe na wote hawa wamekuwa na kiwango kizuri zaidi toka michuano kwanza mpaka sasa hivi. Lakini kuambia kwamba kutoka PMBet, bidhaa bora ya PMTV Extra ikuachi kinyonge. Ni wetu sasa hivi kuipakua kupitia website yako ama tuseme app yako ya Play Store pamoja na App Store ili uweze kujipatia burudani zote. Kulipia shilingi 1000 tu unapata movie kabambe kabisa ya Bosi Mchawi Part 2, lakini wenzangu wapenzi wa movie za Kituruki ipo A Mother's Love. Mimi naitwa Kaina, nipo sasa hapa na Sistinyo pamoja na Abdullah Mshindo Mkienge. Tumekuja kivengine kwa ajili ya kuangalia huu mchezo wa fainali. Ndugu zangu, wanasema katika ngoma ngumu kuipiga ni hii ya sasa hivi. Yaani kila ukipiga huku mdundo unalia vizuri, ukigonga huku mdundo unalia vizuri. Sistinyo, kwako wapi ambapo unaona kuna unafuu pengine utaegemea upande huu? Nafikiri kabla sijatabiri ningepima kwanza baadhi ya vitu. Labda tukianza kwenye historia baina hizi timu, wamewahi kukutana mara 5 na kati ya hizo mara 5 Hispania kashinda mara 3, Argentina kashinda mara 2. Lakini kwenye hii michuano ya Kombe la Dunia mara ya mwisho kukutana ni karne iliyopita 1966, ambapo hiyo mechi alishinda Argentina na alishinda goli 2-1. Lakini historia inaonyesha upande mmoja umechukua mechi Hispania licha ya kuwa amemzidi tu mara moja. Kwenye historia nikitoka afu nikaja kwenye uwezo wa sasa, ni timu ukichukua vile viwango vya FIFA ni timu ya kwanza na timu ya pili. Ndio. Lakini ukachukua kwa nini ni timu ya kwanza na timu ya pili? Utachukua ni bingwa mmoja wa Copa America bara lake huko. Ndio. Lakini ni bingwa wa Euro. Ukachukua tena perspective ya makocha De La Fuente na Scaloni. Ni falsafa mbili tofauti kwa namna nilivyoona kwenye mechi za makala hii ya Kombe la Dunia. De La Fuente ameenda na lile pira la Hispania, falsafa ile ya positional play, tikitaka, wanapiga pasi lakini wanatizi ile positions ni structural. Lakini Scaloni amekuja na style yake ambayo ni unstructural, yani haina position, wanatilt upande moja, wanategemeana wachezaji kwa maana ule upande wa Molina, Messi, Depo wanategemeana afu na switch upande moja, wakisha switch upande Messi anaenda taratibu, anafika kwenye box anapiga nje. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho nakitegemea zaidi kutoka kwa makocha ni vita ya kimbinu, lakini na kitu unachokitegemea kutoka kwenye timu ambayo wewe unaiona licha ya vita ya kimbinu na wote wana mbinu bora Sistinyo, lakini yupi unamuona na nafasi kubwa mbele ya mwenzake? Nahisi Argentina na nafasi kubwa sana ya kutetea ubingwa. Argentina na nafasi kubwa kutetea ubingwa dhidi ya Spain. Kwa hiyo unampa 90% tuseme. Kwa maana mara kwanza, kwa maana mtu kutetea kuna mwaka nafikiri Brazil washawahi kuchukua mara 2 kwenye ile miaka ya Pele. Miaka Pele kweli. Kwa hiyo ina maana Sistinyo, upande wako wewe unasema Argentina anaenda kulichukua tena. Nikiweka kwenye mzani perspective hata ya wachezaji, huku kuna Messi ndugu yangu, kule kuna Yamal. Utaona uzito hiyo mechi. Mkenge, unampa 90% kubwa nani kati ya Argentina na Spain ambaye ataenda kuchukua hili kombe? Mimi kwanza kwa rafiki zangu ambao tunabashiri PMBet. Yes, mimi nafikiri tuondoke na GG. Yes. Amekimbia. Hebu mpe fix. Hii ni finali. Hii ni finali. GG ipo. Sawa, GG. Iwe finali. Tuambie kwanza upande gani utashinda. Of course, mimi team Messi nitakwambia Messi. Sasa hilo ndio tunatakiwa useme. Yaani hilo ndilo ambalo litakiwa uzungumze. Kwa hiyo na maana wewe ni Argentina, Sistinyo? Mimi naona Argentina anatetea taji lake. Anatetea, lakini wewe umesema anachukua Argentina. Anachukua. Yes. Yaani haina kona hiyo. Hatoishia kuchukua Argentina. Messi ataenda kushinda Ballon d'Or. Na Messi atachukua uchezaji bora wa mashindano. Na Messi atachukua ufungaji bora wa mashindano. Na Messi atakuwa top assist pia. Sasa hivi ndo anaongoza mchezaji kwa assist, anayemfuatia shatoka Olise. Umeona? Kwa hiyo inamaanisha kwenye mechi ya finali kama hatu assist mtu, yeye ataendelea kwa mchezaji anaongoza kwa assist nyingi. Ndio. Yes. Sawa bwana. Huo ndo utabiri wa Sistinyo Martin pamoja na Abdullah Mshindo Mkienge. Wao nakwambia wao wote wamempa Argentina ndiye mwenye nafasi kubwa zaidi ya kwenda kung'aa kwenye michuano hii ya Kombe la Dunia, ama tuseme kutwao ubingwa kwenye michuano hii ya mwaka 2026 Kombe la Dunia, ambapo sasa hivi tunasubiria tu mambo
yashakuwa tai. Lakini kuambie kwamba tukikumbuka mwaka wa jana ulikuwa ni mwaka wa Messi kung'ana. Tunaona kama mwaka huu unataka kufanana nao. Mzee anataka kuondoka na heshima yake. 2022 alifanya makubwa zaidi. Pengine mwaka huu 2026 akaendeleza pale pale ambapo alifanya. Akavuka ile historia ambayo inaendelea kuzungumzwa ya Diego Maradona, nahodha zamani wa Argentina. Aliwahi kuyafanya hayo mwaka 1986 aliwahi kuyafanya hayo. Pengine Lionel Messi naye akamaliza hivyo. Yote hayo tuyategemee katika mchezo huo wa finali wa kombe la dunia mwaka 2026. Mimi naitwa Kaina, nanipata kama _KainaTZ kupitia kurasa yangu ya Instagram. Nilikuwa na Sistinyo pamoja na Abdullah Mshindo Mkenge. Nani atashinda kombe la dunia? Habari nzuri ni kuwa unaweza kushinda Toyota IST. PMBet, mdhamini wa matangazo bingwa ya dunia ya mpira wa miguu. Bashiri michezo na PMBet. Kusanya point, jishindie zawadi za pesa taslim kila wiki. Na sio hivyo tu, kila wiki wakati wa kombe la dunia tunatoa Toyota IST. Gari 6 aina ya Toyota IST zinashindaniwa kwenye michuano hii. Wachezaji 100 bora wanaingia kwenye bahati nasibu ya draw ya gari kwa mfumo wa automatic. PMBet, zaidi ya miaka 12 ya kuaminiwa nchini Tanzania. pmbet.co.tz. Daka Ndinga, msimu huu wa kombe la dunia. PMBet, mpira mkubwa, ushindi mkubwa.